Okay, karibu sana fans wetu kwenye nafasi iliyokuwa njema na nzuri ambayo inatukutanisha pamoja kwenye ukurasa wetu wa Napita Tu kupitia Instagram tunachekiana, lakini vile vile pia kwenye YouTube pia tuna nafasi ya kugusiana yale machache katika upande wa yale marefu ambayo yanaihusu dunia yetu, ambayo yapo pia katika mazingira ambayo sisi pia tunatakiwa tuyafahamu au tuongezee ufahamu wa vile ambavyo tumekuwa tunavijua kwa uchache. Mimi ninaikualika tuwe sote katika Napita Tu ya siku ya leo. Mimi naitwa Anko wa Anko wote dunia nzima, nite Anko Amiri. Karibu sana kwenye Napita Tu ya leo ambayo ina nafasi ya kutufunulia mawazo na kutuweka sawa kufahamu kuhusiana na kifupisho cha UNEP. Ushapata nafasi ya kuisikia au ushapata nafasi ya kuiona sehemu ikiwa inatumika hii UNEP? Basi kama haujapata nafasi ya kuisikia, basi leo tupate nafasi ya kuwekana sawa. UNEP imekuwa inatamkwa hivyo, lakini kwa urefu inajulikana UN Environment Program, yani ile UNEP ya kwa ufupi, ila kwa urefu ni UN Environment Program, ambayo hii ni mradi wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira. Wao ndo huu wa UNEP unasimama hivyo, lakini mradi huu una kazi ya kuanzisha na kuendeleza miradi ya kuhifadhi mazingira ya binadamu jinsi yalivyo na hatimaye kuweza kuyaboresha. Hiyo ndio inasimama hivyo, na kwa kufanya hivyo UNEP imekuwa inaonelea kuwa sote tuna jukumu la kuhifadhi na kuboresha mazingira kwa vizazi vijavyo. Hiyo ndo kauli mbiu au nafasi kubwa ya UNEP. Lakini vile vile pia UNEP iliweza kuanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo Desemba 15 ya mwaka 1972. Na kama ulikuwa ufahamu imeanzishwa wapi? Imeanzishwa nchini Kenya, na UNEP ina mkurugenzi mkuu wake wa kwanza ambaye yeye alipata nafasi ya kuchaguliwa. Ilikuwa ni mwaka 1972 ambapo mkurugenzi huyu alikuwa ni Mkanada anaitwa Maurice Strong ambaye aliweza kuongoza kwa miaka mitatu. Kwa hiyo UNEP ambayo mara nyingi tunaita UNEP, lakini si tunaijua kama UN Environment Program, ambayo ni mradi wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, ndo huu ambao kwa siku ya leo tumeona tupite nao kwenye Napita Tu. Asante sana kwa kuitegea, asante sana kwa kuwa nayo katika nafasi ya dakika chache za ziada, lakini najua ya kwamba tunakuwa tumeongezeana kitu. Shukrani sana. Mimi naitwa Anko wa Anko wote dunia nzima. Tukutane tena muda na wasaa kama huu hapa hapa. Kutakuwa na mengine mengi ambayo tutashare kwa pamoja. Kwa sisi leo tufungie break tu kwa kusema asante na shukrani pia kwa kutembea nayo hii.